Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Habari za wakati huu mtazamaji wa Yuhoma TV, ni matumaini yangu uko salama ukiwa na afya iliyo njema. Pole na majukumu ya siku nzima, lakini karibu sana katika undani wa taarifa za hivi punde kutokea huko Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani. Taarifa kuu usiku huu ni pamoja na taarifa iliyotolewa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, taarifa ambayo inakuja kufuatia pressure ambayo imempata Rais wa Marekani Donald John Trump mara baada ya kile ambacho kimeelezwa na wachambuzi mbalimbali wa siasa za kijiografia kama kupima maji kwa kijiti kulikofanywa na Rais wa Marekani Donald Trump. Na hiyo ni kufuatia hatua ya Irani kufunga kabisa mlango bahari wa Hormuz kwa mara nyingine, mara baada ya kauli mtambuka na kauli mseto kutokea kwa Rais wa Marekani Donald Trump za mapema siku ya jana, zilizofuatiwa na ufunguzi wa mlango bahari wa Hormuz Irani iliporuhusu meli za kibiashara kupita katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Na karibu katika taarifa kuu usiku huu, ambapo jeshi la Irani kupitia vikosi vya wanamaji vya IRGC, yani Walinzi Mapinduzi ya Kiislamu, wametoa tamko kwa Marekani ikisema kwamba jeshi hilo litaendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz hadi pale vikosi hivyo vilivyosema kwamba itakapoondoa vikwazo kwa Irani na washirika wake wote eneo hilo la ukanda wa Mashariki ya Kati. Jeshi la wanamaji la Walinzi Mapinduzi ya Kiislamu IRGC likitoa kauli hiyo iliyoelezwa kwa utata zaidi kwa Rais wa Marekani Donald Trump na taifa zima la Marekani, wamesema kwamba mlango bahari wa Hormuz umefungwa kuanzia Jumamosi alasiri ama jioni, kufuatia kile jeshi hilo ilichoeleza kama kushindwa kwa Marekani kuondoa kizuizi chake cha majini licha masharti ya kusitisha mapigano baina ya pande hizo mbili zinazohasimiana kivita. Katika taarifa hiyo iliyotolewa na vikosi vya Walinzi Mapinduzi ya Kiislamu IRGC kupitia ofisi ya uhusiano kwa umma ya jeshi hilo, imesema kwamba kabla ya tangazo hilo meli kadhaa za kiraia ziliruhusiwa kupita kwenye njia panda kupitia ukanda wa Darak chini ya usimamizi na uratibu wa jeshi hilo. Hata hivyo, katika mwendelezo wa taarifa hiyo ya jeshi la vikosi vya Walinzi Mapinduzi ya Kiislamu IRGC imeendelea kusema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Watu wa Irani imefunga njia ya maji ya kimkakati na lango kuu la kuingilia bidhaa na kusafirisha bidhaa muhimu ulimwenguni, ikiwemo bidhaa mafuta na gesi, ambayo jeshi hilo limeeleza kama bidhaa muhimu zinazohitajika ulimwenguni, zinazopelekea kushuka kwa uchumi na kupanda kwa gharama za maisha kwa kiasi kikubwa kwa mataifa mbalimbali ulimwenguni kote, ambapo jeshi hilo limesema hatua hiyo ya kufunga mlango wa bahari wa Hormuz kikamilifu, ikiwa ni kwa mara ya pili, inakuja kufuatia kile jeshi hilo limesema kukiukwa kwa ahadi za kusitisha mapigano baina ya pande hizo mbili zinazohasimiana kivita, ikishutumu Marekani kwa kudumisha vikwazo vyake vya baharini kwa meli na bandari za Irani. Jeshi la IRGC kupitia taarifa yake hiyo kwa umma, wakizungumzia namna walivyojidhatiti katika kusimamizi na ufunguaji kamili wa mlango huu wa bahari wa Hormuz, wamesema, na hapa ninanukuu: mlango bahari wa Hormuz umefungwa kuanzia jioni hii ya siku ya leo hadi kizuizi cha majini kitakapoondolewa na taifa la kidhalimu la Marekani. Na katika hilo tunasema kwamba chochote kile kitakacho ama kitakachoonekana kupiga hatua kutokea kwenye nanga yake katika ghuba ya Uajemi ama bahari ya Oman kuelekea kwenye mlango bahari huo wa Hormuz kitaangamizwa ama kuchukuliwa, bila kujali kama kina ushirika na adui. Hatua kali dhidi ya hiko zitachukuliwa, ikiwemo kupokea mashambulizi makali ambayo huenda ikasababisha athari mbaya kwa ukanda wote wa Mashariki ya Kati. Na katika hili tunatoa maagizo muhimu na ya kufuatwa kwa waendesha meli wote. Wanapaswa kufuata masasisho kupitia njia rasmi za jeshi la Irani na vikosi vya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC pekee kwenye njia ya mawasiliano ya baharini nambari 16, na kwa hakika agizo hili likipuuzwa, basi angamizo litakuwa juu yenu. Aidha, wakati hayo yote yanajiri, Rais wa Marekani Donald Trump kupitia ikulu ya White House mjini Washington DC ameitisha mkutano mapema na wajumbe wa ikulu ya White House kwa kile ambacho ameeleza kama kujadili hali ya kimgogoro unaoendelea kwa kushika kasi baina yake na Irani. Katika mazungumzo hayo yaliyofanyika mapema, ajenda kuu imeelezwa kuwa ni uzuizi na ukombozi wa mlango wa bahari wa Hormuz huko Mashariki ya Kati. Hata hivyo, katika mazungumzo hayo yamearifiwa kuhudhuriwa na Rais wa Marekani, makamu wa Rais wa Marekani JD Vance, katibu wa ikulu na waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio, waziri wa ulinzi Pete Hegseth, katibu wa hazina wa Marekani Scott Bessent, mkuu wa wafanyakazi wa ikulu ya White House Suzy Wiles, mjumbe wa ikulu ya White House Steve Witkoff, mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe na mwenyekiti wa Baraza Kuu la Ulinzi na Usalama Joint Chiefs Dan Kane, ambao wote kwa moja wao
walihudhuria mkutano huo kujadili hali ya kiusalama na hali ya kivita huko Mashariki ya Kati, hasa mlango wa bahari wa Hormuz ambao hivi karibuni umefungwa kikamilifu kwa mara ya pili na serikali ya Irani na vikosi vya ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Hata hivyo, mkutano huo unakuja ikiwa ni siku 3 kabla ya muda wa wiki 2 wa kusitisha mapigano katika vita vinavyoongozwa na Marekani dhidi ya Irani ambao umeshuhudiwa kutamatika hivi karibuni, huku kukiwa hakuna tarehe ya wazi iliyopangwa kwa duru mpya ya mazungumzo ya amani kwa pande hizo mbili za uhasama. Katika hatua nyingine, Rais wa Marekani Donald Trump mapema aliarifia kukataa kata shinikizo la Irani huko Hormuz, akisema Irani haiwezi kuitishia Marekani na hata kwa hatua yoyote itakayochukua hapo mbeleni. Katika ripoti za shirika la habari la Marekani The Washington Post na CNN yamemnukuu Rais wa Marekani Donald Trump juu ya pingo lake hilo kwa Irani, akisema kwamba mazungumzo na Irani yangali kuendelea, huku akikataa kile alichokielezea kama shinikizo kutoka Teherani kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Katika ripoti hiyo, mashirika hayo mawili ya habari tokea huko nchini Marekani imeongeza kwamba Rais wa Marekani Donald Trump pia alisema kuwa Irani ilikuwa imejaribu kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, akisema hakuna aliye tayari kushinikizwa na hivyo Irani haiwezi kupelekesha Marekani kwa namna yoyote ile. Sanjari na hilo, katika taarifa na ripoti mfuatano kutokea huko Mashariki ya Kati ndani ya mji wa Tehran, Irani, ambapo ujumbe mkubwa umeripotiwa kutolewa kutokea kwa kiongozi mkuu wa taifa la Irani Mujtaba Khamenei, ambapo ujumbe huo ukieleza kwamba jeshi la maji la nchi ya Irani liko tayari kupelekea ushindi mpya na mkali kwa maadui wote wa Irani, ikiwemo adui mkubwa Marekani. Taarifa hiyo iliyotumwa ikishiria utayari wa jeshi la walinzi mapinduzi ya Kiislamu IRGC kutokea huko nchini Irani inaelezwa kama hatua ambayo huenda ikachukuliwa hivi karibuni ya mashambulizi makali kwa wahasimu wa Irani, ikiwa Marekani na Israeli ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Bado fukuto la vita ni kubwa zaidi kwa ukanda wa Mashariki ya Kati, vita vya Irani na Marekani, huku wachambuzi wakieleza kwamba uhasama unazidi kuongezeka na kwa mkali zaidi, Marekani akiarifiwa kupata anguko kubwa na kushindwa vita hivi kutokana na kile ambacho kinaelezwa kama Irani kwa mbele zaidi katika masharti yake na mapendekezo mbalimbali ambayo amekuwa akiyatoa kwa serikali ya Marekani na washirika wake wote ukanda huo. Yapi maoni yako juu ya taarifa hizi na hali ya vita inayoendelea huko Mashariki ya Kati kati ya Irani na Marekani? Je, wewe unatazama vipi vita hivi? Tuandikie maoni yako lokoki kupitia uwanja wa maoni, na nikusiki sana usubscribe Uyhoma TV. Mimi ni chief mkuu wa itifaki pale Instagram, andika afisa_official. Hadi wakati mwingine, bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.